Alhamdulillahi wahda la sharika lah. Lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma ij'alna fi qalbina nura wa fi lisanina nura waj'alna fi sam'ina nura waj'alna fi basarina nura waj'alna min tahtina nura waj'alna min fawqina nuran ya akramal akramin. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka thumma natubu ilayk. Allahumma faqina fid din wa 'allimna wawila tafasir warzuqna ittibaa birahmatika ya quwwatin matin ya arhamar rahimin. Leo tutaishi katika swala zima, swala ambalo kila pakitokezea ndani ya mwaka, pakikurubia mwezi mtukufu wa Ramadhani, watu wengi wanafanya rihla kuondoka katika makazi yao kwenda katika sehemu za bahari, na wengine ndani yake kufanya ndani yake maasi humo, na wengine huenda kutembea kama kwamba tunamalizia siku za mchana za mwezi huu wa Shaaban, ili ukija mwezi wa Ramadhani, mchana katika mwezi wa Ramadhani wanaelewa kwamba hatuwezi kuyapata mambo kama haya, au hatutayafanya mambo kama haya kwa sababu ya kumstahi Allah ndani ya mwezi huo mmoja. Kwa jina kitu hicho kinaitwa ni vuja jungu. Watu wanakwenda kulivunja jungu, wanatoka namna moja au nyingine, ni lengo kwenda kuvunja jungu. Na wangapi walitoka katika sehemu zao kutembea na siara zao, magari yao, na kwenda katika picnic sehemu za baharini, kupanda boti na kadhalika. Kuna wangapi katika zama zilizopita na mwaka jana walipata paka accident, kwa sababu wanapokwenda kufanya mambo hayo hawendi salama, wanakwenda katika njia za maasi, na ndio wanaokaribisha mwezi wa Ramadhani kwa maasi. Sasa Allah huwatia adabu kutokana kukaribisha mwezi wa Ramadhani katika njia mbaya. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka thumma natubu ilayk ya quwwatin matin ya arhamar rahimin. Wama ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Illa ma rahima rabbi. Hebu tuangalie, mtu anatoka nguu mosi pili kwenda kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, anakwenda kulivunja jungu. Kajiekea vipi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kajiekea vipi wakati hii nafsi, inna nafsa, hakika nafsi, la amaratun bisu, inaamrisha mambo ya uovu. Kajikubalisha nafsi yake, ametoka kwa kutumia mali zake na kadhalika, ili kaelekea katika njia ya maasi. Illa ma rahima rabbi, isipokuwa illa ma rahima rabbi, isipokuwa yule alomrehemu Mola wako. Yani isipokuwa yule ambaye illa ma rahima rabbi, alomrehemu Mola wangu.
nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka thumma natubu ilaik. Watu wengi wanakwenda kuvunja jungu na wanakwenda kufanya mambo mbalimbali, hususan kukaribia siku kama hizi za Ramadhani. Wanatoka sehemu wanapokwenda, wanafanya maasi, wanakunywa ulevi, wanafanya mambo ya kupwa na kujaa. Na kwa hakika popote unapokwenda, unapokuwepo, ittaqillah, unatakiwa umche Allah haitha ma kunta. Popote ulipo unatakiwa umche Allah. Jambo la kufanya maasi ni jambo kubwa mno, na jambo linapelekeshea mtu kuharibu ibada zake. Natakiwa turudi katika imani, turudi katika matendo mema, turudi katika yale makusudio. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao tuupokee katika njia za kheri, sio za shari. Tusipokee katika njia za shari. Na vile vile fala tajal lillahi andadan wa antum ta'lamun, wala msifanyie Allah ana waungu wengine hali ya kuwa nyewe mnajua Allah hana kitu hicho. Mnafahamu. Na tunatakiwa tuishi katika ardhi hii hali ya kuwa kumweza kumsabih Allah na kuleta mambo mema na kufanya kila tulichoamrishwa. Wal amal bitanzil, kufanya matendo yaloteremshwa mbinguni. Yale yaloteremshwa kutoka mbinguni yakatufikia sisi, basi yale ndio kufuata kitabullah na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu wengi hawajui fadhila za mwezi mtukufu wa Ramadhani, hawaelewi. Sasa leo tumekuwa tunakwenda kinyume na Mola wetu. Mtu haridhiki kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, kukaribisha, atafanya ndani yake maasi mbalimbali. Atakwenda atafanya mambo mbalimbali na atamshirikisha mpaka Allah. Alimuradi mwezi wa Ramadhani natakiwa watu wajisafishe nafsi zao, wasafishe kila kilicho katika misingi iliyokuwemo ndani ya dini yao. Leo ikiwa tutatoka mguu mosi pili kwenda sehemu mbalimbali, ikiwa tunachukua vakula vetu tunakula, hilo swala halikuwa ni tatizo kwenda kula na kunywa. Tatizo tunapokusanyika mikusanyiko ya wanaume na wanawake, na tatizo tunapotoka, tunapokwenda sehemu kama hizo. Akida yetu, tuna itikadi ni ya kwamba tunaukaribisha mwezi wa Ramadhani kwa njia hizo. Hizo njia si sahihi. Wala tukuwekewa sisi karibia Ramadhani tutoke magurupu, mafamily, tuende sehemu kama hizo, na ndani yake hakuna wema. Muziki, watu ucheza nyimbo mbalimbali, piga midundo mbalimbali, na baadaye kukusanyika watu wakakoga pamoja, wanaume na wanawake. Hii si misingi ya Kiislamu. Lazima tujiepushe katika mambo kama haya. Na tutapokuwa tunafanya vitendo kama hivi, itakuwa ni tumekwenda kinyume na maisha ambayo tulofundishwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kufanya maasi katika mwezi huu wa Shaabani kabla ya Ramadhani ni jambo kubwa mno, kwa sababu huu una malengo yake special yamewekewa. Na vile vile Waislamu huvunja jungu kwa mambo ya uchafu ya zinaa na pombe, jambo ambalo katika Uislamu halikuwekewa kitu kama hicho.
Na isitoshe jamii sasa hivi inapelekeshwa katika njia za hanasa mbalimbali, ubaya wa shirki, madhara ya matendo maovu, na vile vile unywaji wa ulevi, na vile vile kutokea watu wakafanya mambo yaliokuwa hayana maana, ambayo hayakunasiwa katika masuala ya dini yetu wala hayakuwekewa. Na wengine hufanya vitendo mbalimbali kama matendo ambayo wanayoyafanya ni kuhitimisha mwezi huu wa Shaabani katika njia hizo na kukaribisha kwa maasi mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hili ni suala baya mno na linapelekesha watu kuharibu mpaka ibada zao zinazofuatia mbele, hususan saumu. Na nyoyo zao zimekuwa ndani ya chuki. Watu wanachukiana, wanaokaribisha mwezi wa Ramadhani kwa chuki na kupandisha vitu bei na kadhalika. Na udhaifu unaonesha wa imani, maana hawana ibada sahihi, ibada za kuvurumisha. Watu walikuwa sasa hivi wanatakiwa wajizatiti kwa ajili ya Ramadhani. Hivi sasa ndio wakati kujizatiti, kutoa sadaka kabla Ramadhani, kuweza kuwapa watu maskini wakajiandaa katika futari, kutoa nguo ukasaidia watu wapate kujistiri katika ibada, nguo za maana, mitandio, mabuibui yalikuwa ya kheri, kutoa kanzu, wapa watu wakafanya ibada, wakasali tarawehi na kadhalika, kushughulikia mayatima, kushughulikia wazazi na kadhalika. Na haya yote yapo katika mafumu yetu ya dini yetu ya Uislamu. Na kuvunja jungu kunapelekeshea watu kuathirika kiafya, kama matendo ya watu kuingiliana, mambo ya kuingiliana katika ijmaa, ni unavunja mpaka ile body system ya mwili, unaharibu afya yako. Kuingia huku kaingia kule, ukatoka katika halali ukaingia katika haramu. Maana hapo kusanyika watu, mambo mengi yanafanyika, maasi mbalimbali tena ya upotofu, na jamii inafisidika. Ukichukua mke wa mtu ukafanya naye mapenzi, basi unajichafua mwilini mwako. Kuna vitu vitaweza kukuletea athari mbele. Na vile vile utapokuwa unafanya maasi ya kunywa ulevi, unajiharibu pia mwili wako. Zile nguvu za kufunga Ramadhani zitakuwa hazipo. Lakini ilikuwa sasa hivi wakati utafuta vyakula vya maana, tende, tini, maziwa ngamia, kutumia haluli ya kusafisha tumbo kabla Ramadhani. Haya ndio mambo muhimu ya kufanyika. Kutumia maji ya Zamzam ndani ya mwili wako kabla Ramadhani. Kutumia makumamanga, juisi yake, romani hadi. Kutumia vitu mbalimbali vya kheri, hususan vyakula ambavyo vya matunda mbalimbali, kaweza kusaidia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, vikaweza kujenga mwili na kadhalika. Lakini leo tunakwenda kutia ulevi ili unavunja jungu kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani.
Halafu ikifika Ramadhani ndo umestop kwanza mwezi mzima, yaani Allah yupo katika ndani ya mwezi mzima. Baada ya hapo unaendelea tena na kufanya maasi. Na swala jingine ni kujiepusha na mambo ya shirki. Waman yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida, na yeyote mwenye kumshirikisha Allah basi amepotea tena upotevu wa mbali kabisa. Inabidi wewe ikija Ramadhani, ikiwa una mfumo wa mambo ya shirki, unaharibu ibada zako, unaharibu malengo ambayo uloletewa duniani. Kuna vitu vinatakiwa watu wavifanye ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na kabla ya Ramadhani. Sasa ikiwa ni kabla ndo sasa hivi, na baada ina maana patapoingia huo mwezi wa Ramadhani, baada kumalizika mwezi huu, unatakiwa ujitengeneze mwili wako, sio kufanya mambo ya shirki na kadhalika. Natakiwa mutumie vitu ambavyo vitaweza kujenga mwili katika mwezi huu kabla kufikia Ramadhani, kama tulivyovitaja hapo nyuma. Tukiangalia kuna mambo mengi ambayo natakiwa uyafanye katika mwezi huu kabla mwezi wa Ramadhani. Mambo mengi tu. Natakiwa utumie, kiza kutumia hizi lozi zinakujenga ndani ya mwili. Mwili wako unakuwa uko vizuri, na utopoacha kutumia vitu hivyo, basi kutasababisha matatizo ndani ya mwili, hususan ukitumia lozi. Lozi zina faida kubwa mno sana. Kwanza kuna kinga ndani yake, na kuna vitamin A ndani yake, na hukusanya sumu yote ikatoka katika haja kubwa ndogo natoka. Kwa hiyo una masumu mengi takiwa safishe kabla mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na kutumia vile vile lozi ndani ya maziwa, nasafisha mpaka macho, nasafisha ndani ya mwili wako, mapafu na kila kitu. Na lozi kitumia inaondosha kidogo kidogo masuala ya pressure na kisukari, na huondosha vile vile pumu kwa muda ule unapotumia zile lozi. Kwa tunatakiwa tutumie vitu kama hivi, ili vinaweza kutusaidia sana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na mtu akiona vile vile swala la pumzi liko juu, basi atumie lozi ya ndani ya maziwa. Kwa muda mfupi tu atapata nafuu na atajisikia vizuri. Na kisukari vile vile. Sasa vitu hivi ndio vinatukumba sana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa kuwa watu hawajitengenezi mwili mapema. Walipokuwa hawajitengenezi mwili mapema, basi wanapata shida baadhi ya watu. Kwa hivyo tuweze kutumia lozi na kadhalika. Alafu nasoma bismillahi shafi, bismillahi muafi, bismillahi awwaluhu wal akhiri. Basi kila kitu kitakaa sawa
katika mwili na mambo mbalimbali yatakayo vizuri. Kwa hiyo hii ni njia moja ya kujitahidi katika njia ya kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Basi watu wawe wanajitengeneza vizuri, kuacha maasi ambayo itasababisha kuvunja katika viwili vyao, na kutumia vyakula vizuri. Kulu min tayyibati halalan tayyiban, Allah anasema kuleni katika vizuri vizuri, tayyiban yani vilivyokuwa tayyiban, safi vizuri. Wala tattabi khutuwati shaitan, wala msifuate nyayo za shetani. Kwa kula vizuri ni kitu ambacho kimetajwa mpaka ndani ya Qur'an. Tutapokuwa tunakwenda vitu vya haramu, vote vitatuharibia afya. Ulevi utaharibu afya. Kwenda na mke wa halali kisha ukaingia katika mke ambaye si halali, basi unaharibu kila kitu, unachafua kila kitu. Hapa kuna mambo mazito sana, tena sana, na mambo mengi mengineyo. Kwa ni moja ni njia ya kuweza kujisafisha, ukawa katika njia ya utawa, kujiepusha na ukajisafisha nafsi yako, na uwe mbali, kwa sababu hii nafsi inakuamrisha wewe ufanye mambo yalokuwa mabaya. Sasa ukitaka kujiepusha katika nafsi mambo mabaya, basi moja ni kuwa mbali na maasi. Kinyume na hivyo hutofanikiwa hapa duniani na kesho akhera. Na hii ndo hali mbaya inotukumba sote sasa hivi Waislamu. Na lazima tujiepushe na maasi, kwa sababu Allah katuwekea imma shakira wa imma kafur, njia mbili tu, ima utashukuru au utakufuru. Na shetani iko karibu. Utakuta watu wanasherehekea Ramadhani kwa maasi. Yani mtu anafanya maasi kabisa kabla kuingia Ramadhani, anajua na mwezi mzima pale siku 29 30 hatoweza kufanya jambo la maasi, lakini hapo hapo ikiwa mtu atataka. Ikiwa hutaki, hata katika mwezi kama huu huwezi kufanya jambo lolote la maasi. Siuze kufikia karibu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, hiyo ni laana, sio vunja jungu, bali ni laana. Hiyo itakuwa ni laana. Kwa hiyo